Leo nilikuwa mahakamani kwa ajili ya shauri la jinai namba 291 la mwaka 2026 ambako Bi Paulina Philip Gekuli alikuwa anashtaki vijana watatu akiwa mteja wangu ambaye ni ndugu Brighton Bujiku. Sasa kimsingi huyu Brighton Bujiku, familia yake ilikuja kwetu kama uongozi wa TLS kuwasaidia baada ya kuona kwamba kijana wao kijana wao alipotea, alitoroshwa huko Meru. Sasa wakaja kwa maana ya kwamba wakakuta kwamba yuko polisi na anapelekwa mahakamani kwa makosa kwa tuhuma za wizi. Na wakawa of course sasa wanahitaji msaada wa kisheria kutoka ofisi yetu kwa maana ya kuwasaidia hao. Sasa kama wakili na kama kiongozi kwa mahakamani leo kwa jambo hilo. Sasa kama ambacho tukio tunajua kesi inakwenda mahakama ya mtoto kwa maana mahakama ya wilaya ya Babati pale, jengo la mahakama ya Babati. Tukaambia kesi inapelekwa mahakama ya mwanzo Babati. Kwa sababu ni mahakama ya mwanzo Babati. Tulifika, bahati mbaya huyo mlalamikaji alikuja na baadaye akaondoka kwa mahakamani ya kuingia. Na bahati mbaya wakati tulipoingia mahakamani sisi tukajenga hoja kwamba mahakama ya mwanzo Babati kwa maana ya mteja wangu ambaye ni Brighton, huyo mtoto haiwezi kusikia kesi yake kwa sababu yeye ni mtoto na mahakama ya mwanzo haina mamlaka hiyo. Na tukaiomba kwa mujibu wa vifungu vya sheria kifungu cha 98 kifungu cha kwanza ambacho kinasema pale ambapo kuna mashauri ya jinai dhidi ya mtoto, basi mahakama inaweza kusikiliza mashauri hayo na kuyasikiliza na kutoa maamuzi ni mahakama ya mtoto. Kwa tukajenga hoja mahakamani kwenye jambo hilo. Tukasema kifungu cha 100 kifungu cha pili kinaeleza pale ambapo kwenye mazingira ambapo mtoto ameshtakiwa na watu wengine, mahakama inapaswa kusimamisha mwenendo wa shauri hilo na kumpeleka huyo mtoto kwenye mahakama ya mtoto ili akasikilizwe huko. Kwa baada ya kusikiliza hoja hiyo, mahakama ikatoa uamuzi kwamba sasa haiwezi kuendelea na shauri dhidi ya Brighton kwa sababu ni mtoto, na baada ya kuona uthibitisho wa cheti cha kuzaliwa na vitu vingine ambavyo tulikuwa navyo, na ikaagiza polisi kama kuna nia kwenda kumshtaki basi wenyewe polisi waende kuandaa mashtaka mpya kwenda kwenye mahakama ya mtoto. Na baadaye kijana huyo akaondolewa, akawa discharged pale mahakamani kwa sababu hiyo mahakama tena haiwezi kuendelea naye kwa jamii yote ile kwa sababu ni mtoto. Ambapo mtoto Brighton ni kati ya watoto ambao karibu watoto 16 kwenye kata ya Maruvango wametoroka shuleni. Kwa hiyo huyu ni kati ya hao watoto 16 ambao wametoroka shuleni kule jimbo la Arumeru Mashariki, ambapo ndio kata yangu mimi nalea. Nimekuwa na watafuta, na huyu mama yake alinipa taarifa baada ya kupigiwa simu kwamba yuko polisi. Kwa hiyo nikasema sasa, kwa sababu hii familia tumekuwa tunailelea under tasafu sisi serikali, nikasema nitachukua jukumu la kwenda kuhakikisha kwamba huyu mtoto najua nini ni shida gani imempata. Sisi taarifa tulizokuwa nazo kule kwenye kata ni kwamba huyu mtoto atujue aliyekuwa amemwajiri. Leo hii ndo nimekuja nikaambiwa aliyemwajiri ni Mheshimiwa Paulina Kegulu ambaye na yeye ameshakuwa mbunge. Sikutegemea kwamba mheshimiwa mbunge anaweza ka violence haki za watoto kwa kiasi hichi. Mtu ambaye ameshawahi kuwa mbunge ambaye anakuja ku violence haki za watoto kwa kiasi kikubwa hivi na kumwajiri mtoto bila ridhaa ya wazazi, bila sisi kutupa taarifa, na kwa jinsi mazingira ambayo alikuwa anafanya kazi mtoto ni mazingira hatarishi sana. Kwenda kumchungisha mbuzi porini. Kwa kweli hiyo imenisikitisha mimi kama diwani kuona kwamba kiongozi mkubwa anaweza akafanya vile, kwa sababu cheo akiishi unaweza ukastaafu, lakini cheo chako akiishi unatakiwa uendelee kulinda haki hasa za watoto na makundi maalum ambao sisi tunapambana kama viongozi kuyapigania haki zao.